Asante. Andika wakati sahihi wa Mungu. Wakati sahihi wa Mungu. Hivi kwa mfano mtu akisema wakati sahihi wa Mungu ni upi? Unafahamu nini? Kwa mfano unasema wakati sahihi wa Mungu. Naomba mic iende kwa Rebeka. Atusaidie kuhubiri leo. Njoo mwanangu, njoo. Ndio tusaidie. Ukisikia mtu anasema au usio mtu, haya kwa sababu tunazungumzia habari ya wakati sahihi wa Mungu. Unafahamu nini hapo? Mwanangu unafahamu nini? Unafahamu nini? Shalom kanisa. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa kufahamu, kwa mimi hapa ninavyofahamu kwa wakati wa Mungu, wakati sahihi wa Mungu nitaelezea kwa matarajio ya binadamu. Unaweza ukawa wewe mwenyewe unatamani kitu fulani kitokee kwa wakati huu ambao wewe unakitarajia, lakini inaweza kuwa nje ya mapenzi ya Mungu na nje ya wakati wake. Kwa Mungu hufanya kwa wakati wake na kwa mapenzi yake. Kwa ni juu ya hivyo vyote ni bora kuketi katika uwepo wa Mungu na kuendelea kusubiri mpaka pale ambapo Mungu atatenda, kwa maana yeye ni Mungu wa wakati na achelewi wala hawai. Wow. Kwa hiyo tuendelee kusubiri wakati wa Mungu. Thank you. Pigia makofi dada Rebeka. Asante sana. Mungu akubariki sana mama. Wakati sahihi wa Mungu. For example. Tulie mfano kwanza au nianze kwanza? Wakati sahihi wa Mungu. Okay. Ngoja nikupe maana. Nikupe maana ya wakati sahihi wa nani? Wakati sahihi wa nani? Sio, nataka ujue na wewe. Wakati sahihi wa Mungu. Now, wakati sahihi wa Mungu ni wakati wa kusudi lake kutimia. Huo ndio wakati sahihi wa Mungu. Wakati wa kusudi lake kutimia. Huo ndio wakati sahihi wa Mungu. Unapozungumzia wakati sahihi wa Mungu, manake ni ule wakati wa kusudi lake kutimia. Ndio wakati sahihi wa Mungu. Wakati wa alichokiamua kufanyika ndio wakati sahihi wa Mungu. Wakati wa kile ambacho ameadhimia kutenda kimetendeka ndio wakati sahihi wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wakati sahihi wa Mungu ni pale unavyoona vitu vya kimungu vikitimia. Ndio maana Biblia ni unabii, na huo unabii kuna mwingine haujatimia kwa sababu si wakati sahihi wa unabii kutimia. Lakini unapoona vilivyoandikwa vinaanza kutokea, manake ndio wakati sahihi wa Mungu kutimiza neno lake. Biblia inasema ya kwamba neno langu halitanirudia bure mpaka litakapoyatimiza makusudi yangu. Manake neno la Mungu lipo, lakini linaweza lisitimie leo, si kwa sababu limekosa nguvu. Linaweza lisitimie leo, si kwa sababu si la Mungu, ila kwa sababu si wakati wa Mungu hilo neno kutimia leo. Si wakati wa Mungu hilo neno kuleta matokeo leo. So linaweza kawa ni neno la Mungu kabisa, lakini ukaona kama halina matokeo, ni kama halina mtembeo, ni kama halina nguvu. Sio kwamba halina nguvu, manake sio wakati wake kutimia, sio wakati wake kutendeka, sio wakati wake kutokea. Mtu mmoja aseme nasubiri nyakati sahihi. Kuna watu ambao wanakosea sana. Kwa anasema wakati wa Mungu ni wakati ni wakati wa kusudi lake kutimia. Lakini pia anasema ni wakati wa adhimio la Mungu kukamilika. Huo ndio wakati sahihi wa Mungu. Wakati wa kile ambacho Mungu ameadhimia kinapokamilika, huo ndio wakati sahihi wa Mungu. Hello? Unanielewa eh? Wakati ambao Mungu ameazimia kufanya jambo fulani na hilo jambo likafanyika, huo ndio wakati sahihi wa nani? Wa Mungu. Na kitabu cha Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza.
Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Tusome, inua macho yako juu. 1 2 3, anasemaje? Kwa kila jambo na majira yake, na wakati wake, kwa kila kusudi chini ya mbingu. You see? Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kila mahali unaona neno wakati, kuna kusudi. Wakati kuna kusudi. Yaani hakuna wakati pasipo kuwepo na kusudi. Hakuna wakati pasipo kuwepo na kusudi. Kwa hiyo ninaposema wakati sahihi wa Mungu ni ule wakati wa kusudi lake kutimia. Na hapo anasemaje? Weka hapo. Anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Hakuna kusudi kama hakuna wakati. Ndio maana kuna mtu umebeba kusudi fulani. Kwa nini leo hauoni ukiwa kwenye hilo kusudi lako? Ni kwa sababu haupo kwenye wakati wako. Lakini wakati wako ukitimia, hilo kusudi hata ukiamua kutulia, lenyewe halitakuacha utulie, litakusumbua. Kuna watu wanasumbuliwa na kusudi kwa sababu ndio wakati wa kusudi kutimia. Unaweza ukatamani utulie kama wengine, lakini kwa sababu ulichokibeba ndio wakati wake, kitakuamsha usiku, kitakusemesha njiani, kitakusemesha usingizini. Unapoongea na watu utasikia sauti. Kwa nini? Kwa sababu ndio wakati wa kusudi lako, ndio wakati wako wa kujipambanua, ndio wakati wako wa kujulikana, ndio wakati wako wa kusikika. Mtu mmoja inue sauti aseme wakati utimie. Wakati umebeba kusudi, lakini ulikuwa unasubiria wakati. Mwanangu, tulikuwa sio wahubiri, tulikuwa tunatembea tu. Tulikuwa tunaenda kanisani kama washirika. Tulikuwa tumekaa tunajifunza Biblia. Tulikuwa tumekaa tunasubiri mtu atuchambulie maandiko. Lakini wakati ulipotimia, tulianza kusikia sauti za Roho Mtakatifu. Wakati ulipotimia, tulianza kusikia mwamko ndani yetu. Wakati ulipotimia, tulianza kusikia nenda kawashuhudie watu waache dhambi. Wakati ukitimia, hauwezi ukatulia. Kuna vitu haviwezi kutulia kama ni wakati wake. Vitaleta mwamko usio kwa kawaida, kwa sababu upo kwenye majira ya Mungu, upo kwenye wakati wa Mungu. Wakati wako umeshakomaa kama tunda, wakati wako umeshaiva kama chakula. Hauwezi kutulia mpaka pale Bwana ametekeleza kazi yake. Inua sauti, sema yes. Wakati sahihi wa Mungu. Unaweza kusema mbona wengine hawapitii shida kama mimi? Mbona wengine hiki kitu hakiwasumbui? Unajikuta wewe ni kama wokovu ndio uliuanzisha wewe. Yaani wokovu umekukamata, mifupa ni wokovu, akili ni wokovu, nafsi ni wokovu. Ukiona baa unaona ni kanisa, ukiona walevi unaona ni wainjilisti. Ujue ni wakati sahihi. Mungu anakuambia shuhudia watu, okoa watu, ponya nafsi za watu. Mtu mmoja inue sauti, sema wakati wa Mungu utimie. Mnanielewa kanisa? Mnanielewa? Wakati sahihi wa Mungu ni ule wakati ambao kusudi lake linatimia. Nao anasema kwa kila jambo lina majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari wa pili. Twende tupekee mstari wa pili, anasemaje? Namba 2.